Hizi ni dokezo za michezo tokea hapa Kemgongo TV. Uhali gani mwana michezo? Naamini unatamani kufahamu mengi ya kimichezo. Bana, tuangazie taarifa ambayo inatoka Jangwani, hasa kuhusiana na dirisha hili dogo la usajili ambapo hadi sasa takriban wachezaji 5 wameonekana ama inasadikika na inafahamika kwamba tayari wamesajiliwa na kikosi cha Young Africans. Lakini katika hao wachezaji 5, nyota kutokea Uganda Alan Okello hii leo anatarajiwa kutua Dar es Salaam Tanzania kwa ajili ya kuisubiri Young Africans, na pengine tukamshuhudia pia akianza katika michuano ambayo inafuata, michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Yanga wakimalizana kule kwenye Mapinduzi Cup watarejea moja kwa moja kwa ajili ya kujiandaa, kwa sababu muda sio mrefu ama weekend ijayo mambo yataanza kuiva kwenye masuala ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini nje na Alan Okello ambaye anatajwa kuwasili hii leo, kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo, tayari Yanga imekamilisha usajili wa watu 5, ukimtoa Okello ambaye ni mmoja wapo, lakini pia kuna Mohamed Damaro ambaye pasi na shaka amecheza katika michezo kadhaa ya Mapinduzi Cup kule visiwani Zanzibar, kwa ametokea pale timu ya Singida Black Stars. Mohamed Damaro Kamara ambaye ni raia wa Ivory Coast, pasi na shaka wengi wameshuhudia kila ambacho amekifanya, na katika mchezo wake wa mwisho ameambulia red card katika mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Yanga, mchezo wa nusu finali ya Mapinduzi Cup 2025-26 ambayo inachezwa na imechezwa kule visiwani Zanzibar. Lakini nje na mchezaji huyo ambaye tayari imesajiliwa, ambaye namzungumzia Mohamed Damaro Kamara ambaye ni raia wa Ivory Coast, pia Yanga imekamilisha usajili wa Yao Kwasi Atula. Basi na shaka utashangaa kwa nini Yao tena amesajiliwa. Yao aliondolewa kwenye usajili wa Yanga kutokana na idadi ya wachezaji wa kigeni ambao walikuwepo kwenye kipindi ambacho walikuwa kwenye majeraha, kiasi kwamba hakuweza kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga, licha ya kwamba wengi walikuwa wanafahamu ni mchezaji wa Yanga, lakini hakuwa kwenye mkataba na Yanga kutokana na kwamba alikuwa kwenye majeraha, lakini alikuwa amewekwa pembeni kupisha idadi ya wachezaji wa kigeni ambao walitakiwa kufika, ambao wako fiti, tofauti na yeye ambaye alikuwa kwenye hali ya majeraha. Lakini sasa hivi amekaa vizuri, na yeye ameonekana pia katika michezo ya Mapinduzi Cup akicheza, akipewa nafasi kadhaa, madakika kadhaa na mwalimu coach ama na mwalimu Pedro Goncalves. Lakini pia Yanga imemsajili Manuel Mwanengo ambaye ataongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji akitokea TRA United. Lakini wa mwisho kabisa ambaye ametajwa tayari mmwaga saini ni Dep, ambaye muda sio mrefu naye atawasili nchini Tanzania kwa ajili ya kuungana na miamba hiyo ya soka katika kuendeleza na kulisukuma gurudumu, hasa kuelekea katika klabu bingwa barani Afrika, michuano mikubwa ambayo Yanga ina matumaini makubwa na bado iko kwenye nafasi nzuri ikiwa na alama 4. Mchezo wa kwanza akiifunga timu ya FAR Rabat itokea Morocco, na mchezo wa pili wakitoka sare ya bila kufungana na JS Kabylie. Mambo yatakuwaje? Basi endelea kufuatilia nondo zote hapa zinazidi kumwagika za kimichezo, na endelea kutuamini na kutufuatilia. Naamini mengi utaweza kuyafahamu hapa. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.